tumeokolewa kwa sheria, na sheria, mtu akifuata sheria yuko chini ya laana. Anasema tumekombolewa kutoka kwa sheria ya laana tukaletwa kwenye sheria ya uzima ambayo inapatikana katika Kristo Yesu. Sema amen. Ambapo mtu hasomi kwa darasani, hasomi kwa maandiko, bali anafundishwa na Mungu mwenyewe aliyoko ndani mwake. Si amekupa Roho Mtakatifu, si amekupa Roho wake. Roho wake ndio anakupa darasa, anakufunulia yote yanakuwemo ndani mwako. Sema amen. Na ndio maana utumishi wa Agano Jipya ni tofauti na tumishi zote ambazo zishawahi kutokea. Utumishi wa Agano Jipya unaanzia ndani. Sema amen. Utumishi wa maagano au utumishi nyingine tofauti na Agano Jipya, wenyewe ulikuwa unatoka nje unaingia ndani. Kwa mfano, Roho ya Mungu inanena, inaingia ndani, inatabiri, kisha tabiri Roho ya Mungu inaondoka. Leo haji tena Roho ya Mungu, anakuja Roho wa Mungu. Unapotamka tu Roho wa, tayari hapo umebeba nafsi. Sema amen. Sasa na nafsi haionekani. Na ndio maana jana kuna mtu mmoja aliniuliza swali, nikamwambia unaposema yeye alikuja kwa akili ya kibinadamu, mimi nikamjibu kwa akili ya kiroho. Sema amen. Unapomjibu mtu mambo ya rohoni, anayashangaa kama anavyozungumza Paulo kwamba mtu wa rohoni huyatambua yote, lakini mtu wa mwilini yeye hayatambui. Anasema kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wetu. Na mimi nikamwambia akili yako inakutuma kwamba Mungu alituumba kwa mfano wetu, kwamba na yeye ana pua, na yeye ana miguu, na yeye ana macho, na yeye ana mikono. Huna akili. Na ndio maana unatakiwa angalia ufahamu ambao Mungu ameuweka katika ndani ya mwanadamu. Cha kwanza, alipofinyanga kisanamu, alipomaliza, kuna kitu kilichotoka kwa Mungu kikaingia kwa mwanadamu tofauti na wanyama. Kuna kitu kilichotoka kwa Mungu kikawekwa kwa mwanadamu tofauti na viumbe vingine. Kuna kitu kilichotoka kwa Mungu kikaingia kwa mwanadamu tofauti na mimea na vitu vingine. Kuna nafsi na kuna roho. Roho inahusiana na mambo ya ibada, nafsi inahusiana na mambo ya uhai. Kwa hiyo tayari nafsi ikaingia ndani ya mwanadamu, akawa ni mwanadamu aliye nafsi hai. Ndani mwake kuna roho ambaye anahusiana na ibada. Sema amen. Na ndio maana mwanadamu yoyote aliyezaliwa na mwanadamu lazima afanye ibada. Sema amen. Sasa ibada ile ibada yoyote lazima afanye ibada. Kuna ibada za mashetani, kuna ibada za watu, kuna ibada ya Mungu. Sasa ibada ya mashetani kama watu leo wanaoabudu ibada zisizojulikana. Sema amen. Na ibada za watu